Na mtazamaji, hujambo, nikitumai umekuwa na mchana mwema jinsi nilivyomie. Na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kwa taarifa uzipendazo za jukwaa la KTN, ambapo kutokana na kile kiangazi ambacho kimekuwa kikishuhudiwa nchini, kiangazi hicho kimesababisha ukosefu wa maji, kimesababisha baa la njaa humu nchini. Waziri wa ugatuzi amekana madai kwamba kuna watu ambao wamefariki kutokana na baa la njaa. Lakini tutarajie nini? Leo studioni mgeni wetu ni Emma Mwangi ambaye ni mtabiri kutoka shirika la utabiri wa hali ya anga humu nchini. Atakuwa kitueleza kuhusu utabiri wa sasa, tutarajie nini. Ametudokezea mazuri ambayo tunayatarajia, kwani amesema kwamba hapo kesho huenda maeneo mengi ya humu nchini yakashuhudia mvua. Tutakuwa na ramani ya kukuonyesha maeneo ambayo yatashuhudia mvua, na tutarajia mvua hiyo itaendelea hadi lini. Tutakuwa pia tukiangazia yale mabadiliko ambayo yameshuhudiwa katika maeneo tofauti ya nchi, akijibu maswali yako. Iwapo una swali lolote kuhusu utabiri wa hali ya anga humu nchini, tuelekezee kupitia nambari 22155. Kwenye mtandao wa Twitter ni @ZubeidaKananu au @KTNnews kitumia #jukwaa la KTN. Je, una swali lolote? Iwapo umeathirika kwa njia moja au nyingine na baa la njaa, tutumie swali lako na utueleze uko maeneo gani ya nchi, ili aweze kujibu maswali hayo kuambatana na lile eneo ambalo unaishi kwa sasa. Mtazamaji, hayo na mengine mengi ni katika sehemu yetu ya swala nyeti. Usipitwe na ramani hizo, kwa sababu tutakudokezea eneo lako litashuhudia mabadiliko ya aina gani ya hali ya anga. Lakini kwa sasa tuanze kwa kudokeza vidokezo vya leo. Mahakama yaongeza muda wa usajili wa wapiga kura kwa siku 3 zaidi. Waziri wa ugatuzi asema hakuna mtu hata mmoja ambaye amefariki kutokana na baa la njaa nchini. Na kwenye swala nyeti tunaangazia utabiri wa hali ya anga nchini. Mtazamaji, jina langu ni Zubeida Kome na mtangazaji wa ishara ni Meresha Owiti. Mahakama Kuu imeamuru tume ya uchaguzi kuendelea na usajili wa wapiga kura kwa siku 3 zaidi, na maana kwamba shughuli hiyo itakamilika tarehe 19 mwezi huu wa Februari saa 12 jioni. Mwanaharakati Okiya Omtata alitaka muda wa usajili kuongezwa hadi siku 60 kabla ya uchaguzi, akisema kukatizwa kwa shughuli hiyo sasa ni ukiukaji wa katiba. Mawakili wa IEBC kwa upande mwingine walipinga kwa kusema kuongezwa kwa muda huo zaidi kutaathiri ratiba ya matayarisho ya uchaguzi. Vilevile wameongeza kuwa kuongezwa kwa muda wa shughuli hii kutagharimu mamilioni ya pesa ambazo hazipo kwenye bajeti. Mtata katika utetezi wake amesema mipangilio ya sera haistahili kutumiwa kama kigezo cha kukiuka sheria na haki za raia. Taking into account the fact that this exercise has been going on for 1 month, that was due to close on 14th of February 2017, and in order to give any would-be potential voter to register, and taking into account the logistical and financial implications of extending the period for mass voter registration as the petition has urged, I will make the following orders. Number 1, the notice of motion dated 13th of February 2017 is allowed in part. 2, the respondent, that is Independent Electoral and Boundary Commission, is hereby directed to continue with mass voter registration up to 19th of February 2017 at 6 p.m., after which it shall stand closed. Each party do bear their own costs. Na mtazamaji, sasa tuungane na mwanaharakati Okiya Omtata kwa njia ya simu aweze kutueleza hisia zake ni zipi baada ya tangazo hilo la idara ya mahakama. Okiya Omtata, hujambo? Sijambo madam. Unahisi vipi? Ulitarajia kwamba ziongezwe siku hadi siku 60 kabla ya uchaguzi, lakini sasa idara ya mahakama imeongeza siku 3 pekee. Unahisi vipi kuhusu uamuzi huo? Mahakama iliamua mambo mawili. Jambo nilikuwa nimeomba mambo mawili, ya kwamba hii usajili ambao unaendelea kupitia eneo la ward iongezwe muda ya kusajili watu, na kuna ile continuous registration ambayo inaendelea katika constituency office iendelee mpaka tarehe 7 mwezi wa Juni, ambayo ni siku 60 kabla ya uchaguzi.
IEBC ilikuwa imetangaza kwamba mbinu zote za usajili Naam. zitafungwa tarehe 14 Februari. Tulipoenda mahakamani leo, Naam. walikuja wakakubali ya kwamba hawatafunga ile ambayo inaendelea kwenye constituency. Kwa hivyo ushindi wa kwanza ulikuwa ile ya constituency, utaendelea mpaka tarehe 7 Julai ama siku 60 kabla ya uchaguzi. Naam. Sasa watu wanaweza kuendelea kujisajili mpaka tarehe 7 mwezi wa 6. Lakini hii ya mass registration hii ambayo ni periodic, ambayo IEBC inazindua kwa mara Naam. kusaidia watu kujisajili, imeongezwa kwa muda wa siku 3. Na pia ninafurahia kwa sababu hasa eneo za Nyanza, Western na Coast, vitambulisho vilitolewa na serikali wiki iliyopita na wiki hii. So hizo vitambulisho zitapata nafasi ya kutumika. Naam. So watu waende washike kura kwa eneo karibu, lakini ukikosa uende kwenye constituency office ushike kura mpaka tarehe 7 mwezi wa 6. So kulikuwa na amri mbili. Amri ya kwanza haikutolewa kama order kwa sababu IEBC ilikubali kwamba haitafunga continuous registration. Naam. Ile order ikabaki ni kulingana sasa tunashindana ni kwamba itakuwaje. Nilikuwa nimeomba siku 7 na koti imetupatia siku 3. Kwa hivyo mimi naona ni kwamba uamuzi wa koti umekuwa uamuzi mzuri, na watu na hawajasajili waweze kwenda kujisajili mpaka tarehe 7 mwezi wa 6 kwenye ofisi za constituency, sio kwa ward. Sasa wataenda kwa constituency, wataingia gharama kidogo, lakini nafasi hawajafungiwa nafasi ya kujisajili mpaka tarehe 7 mwezi wa 6. Ulipowasilisha ombi hilo mahakamani ulisema kwamba nia yako ni kumtetea yule Mkenya ambaye hajapata nafasi kujisajili kuwa mpiga kura, lakini tulipowasikiza pale mawakili wa IEBC walikuwa wanasema sasa mtozo wa ushuru atagharamika hata zaidi, huenda pesa zaidi zikatumika, mamilioni ya pesa ambazo hawakuwa wamepangia. Huoni huyo mwananchi ambaye umemtetea ili aweze kujisajili, huenda naye pia akagharamika kwa njia moja au nyingine katika kulipia hiyo gharama ambayo haikuwa imepangiwa? Hiyo shida ya pesa ni shida ambayo haiko kabisa, kwa sababu IEBC ndio walikosa kwa mapangilio. Kulingana na sheria ya Kenya, wanatakana wawe wakisajili watu kulingana na polling station, sio na constituency. Na hiyo iko kwa sheria kipengele cha 4 kwenye Electoral Act ya 2012, mtaipata pale. So kwangu mimi hiyo mambo ya pesa na nini ni kwamba hawaja plani vizuri na hawajaomba bunge iwapatie pesa. Bunge haijasema haina pesa ya Wakenya kusajiliwa. Wao walipanga kwamba wawe na ofisi zao kule juu, wasiweke chini. Na mimi nataka waweke pale kwa ward, ndio hawa wenye kuamua hawa waweze pia kwanza kusajili vijana kazi, na la pili wananchi wawe na nafasi ya kujiandikisha kura kwa rais. Sio watu ukitaka sasa kama saa hii kwenda kwa constituency ni lazima siku hiyo uacha shughuli zako za kila siku uende kuandikisha kura. Hiyo sio vizuri. Na ndio mimi naomba kwamba iweze kwenda kwa polling station, na hiyo tutakabiliana nayo kwenye petition yenyewe. Petition haijasikizwa. Kuna mambo pale ambayo tunataka kujua. Katiba inataka Mkenya ambaye amefikisha miaka 18 au zaidi apewe nafasi ya kupiga kura. Haisemi ule Mkenya mwenye ameshika kitambulisho. Hiyo maneno haijaamuliwa, na ndio tunarudi huko tarehe 3 mwezi ujao kushughulikia hilo jambo. Tutakuwa na hii case bado inaendelea, case haijaisha. Ile imeisha ni ile application ya kusema kwamba isizulie kura kwa ajili kusajiliwa, na sasa wananchi wa Kenya wako huru kwenda kusajili kura mpaka tarehe 7 mwezi wa 6 kwenye maofisi za constituency. Ile ambayo itafungwa tarehe 19 ni ile ya kusajili kura kwenye ofisi za ward. Naam, shukrani sana Okiya Omtata. Shukrani sana kwa muda wako. Tutakuwa tukifuatilia hiyo rufaa nyingine kuhusu usajili wa wapiga kura. Anayestahili kusajiliwa ni yule aliyetimu miaka 18 au ni yule ambaye ako na kitambulisho. Tutasubiri uamuzi wa mahakama. Amekuwa ni mwanaharakati Okiya Omtata aliyewasilisha ombi hilo mahakamani akitaka muda wa usajili wa wapiga kura kuongezwa. Tuvuke mipaka sasa, tuelekee katika taifa jirani la Tanzania, ambapo zaidi ya Watanzania 132 waliokuwa wakiishi nchini Msumbiji wamerejeshwa nchini Tanzania kwa madai ya kuishi nchini humo bila kufuata sheria za uhamiaji. Serikali ya Msumbiji imekubali kuwepo operesheni maalum ya kuwakamata na kuwarejesha makwao
wahamiaji wanaoishi katika mji wa Montepuez ulio Cabo Delgado, panapoaminika kuwa na idadi kubwa ya raia wa kigeni. Rajab Hassan ana ripoti mengi zaidi kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa nchini Tanzania umekiri kwamba kumekuwepo na tukio la Watanzania ambao wamefukuzwa kutoka nchini Msumbiji, tena kwa kutumia nguvu. Katika ripoti iliyotolewa na wizara hiyo inaeleza kwamba mamlaka zinazohusika nchini Msumbiji zimekiri kwamba maafisa wake wametumia nguvu zaidi. Na nimekutana na mtaalamu wa masuala ya sheria na haki za binadamu ambaye ameeleza kinagaubaga kuhusiana na swala hili la Watanzania kufukuzwa kutoka nchini Msumbiji. Kilichotokea jana na juzi, tumepata taarifa kutoka kwa waziri wetu ofisi ya mambo ya nje hapa Tanzania, wizara, kwamba wale walikuwa ni watu ambao walikwenda pia kinyume na taratibu za sheria za kule, na ni wengi, wapatao zaidi ya 100. Na sasa serikali ya kule ya Msumbiji inafanya operation ya kuwaondoa wahamiaji haramu. Kwa hiyo wale inaonekana ni sehemu ya wahamiaji ambao wamekwenda kule bila taratibu za kisheria. Lakini kinachotushangaza ni kwamba operation hiyo sasa inavyofanyika, kama ulivyowasikia walalamikaji wananchi wale wa Tanzania wanasema ukiukwaji wa haki za binadamu umefanyika. Kuna watu walikaa muda mrefu kule, wamejiestablish, wana familia, wana mali, lakini muda waliopewa kuondoka ni mchache. Wengine wamefika hatua wamesema hata matukio ya kubakwa yapo. Sasa hayajathibitishwa, lakini kwa mujibu wa taarifa zilizopo ni kwamba hayo ndio mambo ambayo Watanzania wale wameeleza. Katika sakata la Msumbiji ni sheria gani ama misingi gani ya haki za binadamu inakuwa imevunjwa? Kama ni mhamiaji haramu, sheria zinasema anatakiwa akamatwe, afanywe nini, apelekwe mahakamani, taratibu zifuatwe. Lakini kitendo cha kutaka kuwachukua na kuwarudisha ghafla kule walikotoka bila kujali maisha yao, familia zao, vitu vyao, hapo ndio tunakuja kukiuka haki za watu hawa za kawaida za kibinadamu. Kasheshe la Watanzania ambao wamerudishwa kwa nguvu kutoka nchini Msumbiji linaelezwa kwamba linaweza likafubaza uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na nchi ya Msumbiji. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam, Tanzania. Kuna ripoti ambazo zinasema kwamba wale ambao wamerejeshwa nchini Tanzania huenda imefikia 182. Rajab Hassan atakuwa akitueleza mengi zaidi kutoka Tanzania. Aliyekuwa mbunge wa Budalangi kwa awamu 2 Raphael Wanjala amekihama chama cha Jubilee na kujiunga na ODM. Wanjala aliongoza eneo bunge hilo kuanzia mwaka 1997 hadi mwaka 2007. Amesema hatua hiyo imetokana na shinikizo la wafuasi wake ambao walikihama chama hicho. Kwenye mkutano na wajumbe wa chama cha ODM, Wanjala amesema kuwa siasa za naibu Rais William Ruto zimechangia uamuzi wake, huku akiahidi kukutana na kinara wa muungano wa NASA Raila Odinga kwa mikakati zaidi. Wanjala anapania kujitosa katika kinyang'anyiro cha ubunge, akilenga kutoana kijasho na mbunge wa sasa Babu Namwamba aliyekihama chama cha ODM na kujiunga na chama cha Leba. Kwenye uchaguzi wa mwaka 2013, Wanjala alishindwa kwa mara ya pili na Namwamba kwa kupata takriban kura 6,000 naye Namwamba akipata takriban kura 13,000. Wanjala ni mkurugenzi wa kampuni ya sukari ya Nzoia. Lazima ukiitwa uende. Ukifika huko unaweza kubali ile umeambiwa ama ukataa ile umeambiwa. Sasa hiyo ndio mtego mmeniwekea. Na mimi vile ninaelewa hata Biblia inasema na sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Mimi Raphael Wanjala sijipigii kura. Mimi hupigiwa kura. Viongozi katika muungano wa NASA Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula wamezuru kaunti ya Embu ambako wamewarai wenyeji kuwa na moyo wa kuwapokea na kuwaunga mkono viongozi kutoka maeneo mengine ya nchi ili kukuza utangamano na kukabili ukabila nchini. Wamesema walishirikiana vyema wakati wa utawala wa Rais mstaafu Mwai Kibaki na kuwa endapo wataungwa mkono na wenyeji wa eneo la Mlima Kenya hawatalitenga eneo hilo. Wameuza pia sera za NASA wakisisitiza kwamba muungano huo utakabili ubaguzi, ukabila na ufisadi nchini. Waliyasema haya wakati wa ufunguzi wa afisi za Wiper eneo hilo.
wakati wa siasa ni mabishano, sio vita, sio uadui. Mimi nikisema hapa naenda kuonana na Uhuru Kenyatta na Ruto mundu humundu, hiyo ni kuonana kisiasa. Wakienda nyumbani mimi nikiingia sawa, wakipita kwa halali sawa. That is the Kenya we want. We don't want a Kenya where after every election we are back to ashes. Hatuna ubaya na ndugu wao wengine. Tuna ubaya, tuna mipangilio ambayo inaleta umaskini Kenya, imeleta ufisadi Kenya, imeleta kutoelewana Kenya, mpaka Kenya inaonekana ni ukabila kila wakati. Na mimi mwenyewe sitaki mambo ya ukabila, ndugu yangu Weta hivyo hivyo. Na mniombee huyu ndugu Weta na Raila na Mudavadi wanipatie hiyo bendera nipeleke hata. Na mtazamaji, tuangazie sasa taarifa ambayo inahusiana na mjadala wetu hii leo katika sehemu yetu ya swala nyeti, ambapo waziri wa ugatuzi Mwangi Kiunjuri amesisitiza kuwa hakuna Mkenya hata mmoja ambaye ameaga dunia kutokana na makali ya njaa ambayo yamewaathiri takriban Wakenya milioni 2.7 kufikia sasa. Akihutubu wakati wa usambazaji wa vyakula vya msaada kwa wenyeji wa eneo bunge la Kieni, kaunti ya Nyeri, amesema kuwa serikali inapambana vilivyo na ukame nchini. Isitoshe, ameutaka upande wa upinzani kukoma kuingiza siasa katika mambo yanayoathiri taifa. Kiunjuri ambaye aliandamana na mbunge wa Kieni Kanini Kega wataka viongozi wa upinzani kujitokeza ili wasaidiane kupata suluhu ya kudumu ya jinsi ya kukabili ukame nchini badala ya kueneza siasa. Kuhusu masuala ya afya, Kiunjuri alimkashifu seneta wa Kisumu Anyang' Nyong'o kwa kutia saini mkataba wa chama cha madaktari mwaka 2013 akijua kuwa serikali haikuwa na uwezo wa kutimiza. That still no Kenyan will ever sleep hungry, not only dying of hunger, and that the government is able to feed its population. But all what you are saying is that if you want to assist, you can assist. But this does not mean that the government is not capable of feeding its population. We are ready. We have set money aside to be able to feed this country until September this year. Hii kiongozi wa upinzani. Wewe manake unatembea Kenya kila siku. Na unaenda kuomba kula na kuambia watu wajiandikishe. Ni wapi ulikutana na watu wakienda masishi ya mtu ambaye amekufa kwa sababu ya njaa? Madaktari ambao walikuwa wamefungwa kule na koti, yeye anakimbia kule, anaambia madaktari msitoke kwa mgomo, wacha Wakenya wakufe. Jameni, huyo ni kiongozi kweli? Kiongozi ambaye anasema madaktari msirudi kutibu watu, wacha watu wakufe. Huyo ni kiongozi kweli? Kwa hivyo tunataka kumwonya na tuwaambie madaktari, kuweni na moyo wa huruma, mumepewa collective bargaining agreement, mumepewa pesa, rudini kazini, mfanye kazi. Karibu mtazamaji, tuingie katika sehemu yetu ya swala nyeti. Tuone iwapo tutapata tabasamu. Leo mgeni wetu studioni ni Emma Mwangi ambaye ni mtabiri katika shirika la utabiri wa hali ya anga humo nchini. Karibu sana. Waziri amesema hakuna mtu ambaye amekufa humo nchini. Kwa muktasari, nyinyi kama watabiri humo nchini, mnaweza kusema hali iko vipi kwa sasa humo nchini? Kwa sasa hali nchini kulingana na mvua tuliopata msimu uliopita, hakuna sehemu nchini iliyopata mvua ile ya kawaida isipokuwa Nakuru, kaunti ya Nakuru na maeneo ya Moyale. Kwamba kila mahali pengine nchini tulipata mvua iliyopungua ile ya kawaida. Kwa hivyo unaweza kusema kuna hali ni mbaya ama ni nzuri? Hali ni mbaya. Na kulingana na utabiri tutakaoona hapo mbele, hapo tunavyoendelea, hali si nzuri huko mbele pia. Labda ndio tuanze kwa kuanzia ramani yetu ya kwanza, kuangalia msimu huu ambao umepita hali ilikuwa vipi humo nchini, kwa sababu tunaona kiangazi bado kinaendelea kushuhudiwa. Tuangalie ramani ya kwanza, kisha Emma atakuwa akitueleza pindi tunaposonga. Hapa tunaona nini? Hapa tunaona vile mvua ilivyokuwa ule msimu uliopita wa vuli kutoka mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 12. Na vile tunavyoona yale maeneo yenye rangi nyekundu ni kusema kwamba yalipata chini ya 50%. Kwamba kama yale maeneo huwa yanapata milimita 200 kwa msimu, yalipata milimita kama 100 kwa msimu.
Na yale hiyo inamaanisha nini? Ile inamaanisha ilikuwa kidogo sana kwamba vile hata ukipanda kama umepanda ile mimea ya kawaida, hiyo mvua haingetosha ile mimea ya kawaida. Alafu yale maeneo yaliyo na rangi ya manjano yale yalikuwa afadhali kiasi kwamba yalipata 50% mpaka 75 ya ile mvua ya kawaida, kwamba kama uko na milimita 200 kwa msimu, yalipata kama milimita 150. Na yale maeneo yaliyo na rangi ile ya green kama Nakuru na Moyale pekee ndio ile yaliyopata ile mvua ya kawaida. Sawa kabisa. Kwa hivyo huu msimu ambao tuangalia sasa ni kuanzia wakati gani? Ilikuwa ni mwaka uliopita kutoka mwezi wa 10 mpaka mwezi wa Disemba 12. Na huwa kawaida kuko hivi ama ni kumebadilika? Hii imebadilika, si kawaida vile. Huwa mara nyingine huwa tunapata mvua nzuri. Kama mwaka wa 2010 ndio tuliona hali kama hii kwa huo msimu ulipita. Huwa kawaida hatuoni msimu ukiwa mbaya vile, isipokuwa 2010 ndio tulipata msimu ukiwa mbaya vile. Tuangazie hii ramani ya pili. Hii ramani ya pili inaonyesha nini? Hii ramani ya pili inatuelezea vile mvua huwa katika huu msimu. Msimu unaoanza March mpaka Mei. Hapa ni hali ilivyo sasa humo nchini. Kwa kawaida tukisema tutapata mvua ya kawaida, hivi ndio kunastahili kuwa katika msimu huu. Kwamba ukiangalia maeneo ya pwani, maeneo ya katikati mwa nchi, bonde la Ufa na kuelekea magharibi, huwa tunapata mvua kutoka 300 mm. Alafu maeneo yale yanapata mvua inaopungua kama milimita 200 ni yale ya pande za Turkana, Pokot na kwenda pande zingine za Marsabit na Wajir. Huko ndio huwa tunapata chini ya milimita 300, tunapata hivi 200 mpaka 300. Kwa hivyo ramani inastahili kuwa hivi. Tukipata mvua ya kawaida hivi ndio inafaa kuwa. Lakini tukienda ile ramani inayofuata. Sasa hii ndio utabiri tuliotoa kwamba kwa sasa hivi ndio msimu unaanza next month in March. Hivi ndio tunatarajia itakuwa kwamba maeneo yaliyo na manjano tunatarajia mvua itakuwa ya kawaida ikielekea kupungua. Kwamba maeneo tuliona yanapata milimita kama 300 tunaelekea yatakuwa kawaida ikienda kupungua. Alafu maeneo ya kule Turkana, pande zingine za Turkana, West Pokot na magharibi, huko ndio tunatarajia mvua itakuwa ile ya kawaida. Kama tulivyoona hiyo ramani iliyopita kwamba pale tunaweza pata hata milimita 500 hivi kwa huu msimu. Tuangalie tena sasa huu msimu ni upi? Kuanzia March kwenda Mei. Hadi Mei. Tunatarajia mvua itakuwepo lakini itapungua, itakuwa pungufu pia katika maeneo ya mashariki mwa nchi na pia kati mwa nchi. Muda si muda utakuwa ukitueleza nini ambacho kinaleta mabadiliko kama haya, lakini tuangazie hiyo ramani nyingine inayofuata uweze kutueleza inahusu nini nayo. Hii nayo inahusu nini? Kwa hii ramani tunapeana wakati tunatarajia msimu utaanza. Najua ulisema kutoka kesho kuna mvua, lakini huo si mwanzo wa msimu. Kutakuwa na mvua lakini haimaanishi itaendelea. Haimaanishi itaendelea. Msimu utaanza mapema zaidi ni magharibi mwa nchi kule karibu ziwa Victoria. Itaanza katika wiki ya 2 kwenda wiki ya 3 ya March. Ukikuja katika bonde la Ufa na kuja eneo la kati mwa nchi, tunatarajia wiki ya 3 kwenda wiki ya 4 ya March tutaanza kupata mvua. Lakini maeneo ya mashariki mwa nchi kule kaskazini mashariki na pwani tunatarajia mvua itachelewa, itaanza pale wiki ya kwanza ikienda wiki ya 2 ya April. Tuangazie ramani nyingine kisha maswali yatamiminika baada ya kuchambua ramani hizi. Tuangazie hiyo ramani nyingine inayofuata, tuangalie iko vipi. Hii ni tofauti na ile ambayo tumeiangazia. Si tofauti. Sijui wapo kuna ramani nyingine iliyosalia. Sasa kwa hii ramani tunaangalia msimu ukianza March utaenda mpaka lini. Kwa maeneo ya magharibi mwa nchi ukienda bonde la Ufa na pwani, msimu hautaisha Mei, utaendelea mpaka mwezi wa 6. Lakini ukiangalia maeneo ya katikati mwa bonde la Ufa
kuja maeneo ya kati na yale maeneo ya Kajiado na Narok. Mvua itaenda mpaka wiki ya 3 ikienda wiki ya 4 ya Mei. Lakini kule magharibi maeneo ya Lodwar, Marsabit kuja chini mpaka Machakos, Makueni, mvua itaisha mapema. Itafika pale wiki ya 2 mpaka wiki ya 3 ya Mei. Kumbuka maeneo ya magharibi ya mashariki na kule kaskazini mashariki mvua pia inaanza imechelewa. Kwa sasa. Kwanza kabisa umetueleza kesho tutarajia kutanyesha mvua katika maeneo mengi nchini. Lakini haimaanishi ndio msimu haujaanza. Unamaanisha nini? Itakuwa tu ni afueni. Ile itakuwa mvua kidogo hivi, vumbi itaisha kama maeneo ya Nairobi, lakini msimu haujaanza. Kulikuwa na kibunga kule kusini mwa Afrika kwa bahari la Hindi. Hicho kibunga, najua mmeona kibunga kimepita nchi ya Mozambique. Hiyo kibunga ilipoisha ndio maana tutapata hiyo afueni, tutapata mvua kidogo kuendelea mpaka next week siku ya 2 pale Tuesday tutapata mvua, lakini si mvua kubwa, ni mvua kidogo tu, kama nilivyosema itapunguza tu vumbi. Msimu haujaanza. Kwa hivyo mawingu yanatuonjesha tu mvua. Kwa hivyo ni maeneo kama gani umetutajia pale Nairobi? Ni wapi pengine ambapo tutarajia kwamba huenda kutanyesha kesho? Tutaweza pata maeneo ya kati mwa nchi, magharibi mwa nchi. Mwanzo maeneo ya kati mwa nchi pia leo amepata mvua. Kesho tutatarajia maeneo ya kati mwa nchi, pwani, kaskazini mashariki, kwenda mpaka magharibi tutapata mvua. Na bonde la Ufa pia. Kwa hivyo sasa wenyeji wa maeneo hayo watabasamu, kwa sababu maeneo ambayo umeyataja ni baadhi ya yale ambayo tumedokeza katika taarifa zetu yameathiriwa na baa la njaa, ukame, ukosefu wa maji. Watabasamu? Tumesema ni mvua kidogo, ni mvua kidogo sana. Inatupatia tu afueni ile ya kupunguza vumbi. Kwa hivyo sasa nikikurudisha kwa zile ramani zetu, tutarajie nini? Ile mvua sasa nzuri ile sasa tutasema sasa kunanyesha. Itaanza lini? Itaanza wiki, maeneo mengi kwenda wiki ya 3 ya March tutaanza kupata ile mvua sawa sawa. Na ulipokuwa ukitueleza katika zile za ramani unasema kuna mahali kwingine ambako mvua itaanza mapema, kuna mahali ambako mvua itachelewa. Nini kinasababisha hayo kufanyika? Tuseme kwa sasa ile kitu huwa inatuletea mvua, what we call a system, iko pande za chini mwa Afrika. Sasa inavyokuja juu ndio unaona maeneo mengine yanaanza kupata mvua mapema na maeneo mengine yanachelewa. Na nini ambacho kimebadilika? Nakumbuka katika miaka yetu ya nyuma tulikuwa watu nyumbani, hasa wazee wa vijiji, wanatabiri, hata hawakuwa wanangoja taarifa kutoka kwenu. Wanatabiri tu, wanasema mvua itanyesha leo, itafika wakati fulani, itakamilika wakati fulani, itachelewa wakati fulani. Nini ambacho kimebadilika katika mabadiliko ya hali ya anga ambayo yamesababisha mvua kama hii kunyesha, kuchelewa au kukawia? Pale tunapoongelea mabadiliko ya hali ya hewa, pia zile tukitoa utabiri wa kama msimu, huwa tunaangalia vile bahari kama la Hindi kwenda kule bahari la Pacific. Hali ya hewa inavyoendelea kubadilika, ile climate change, tumeona haya mabahari pia yakibadilika, kwamba tunapata pengine unapata ile bahari inapata joto mara mingi ama inapunguza joto mara mingi. Na hivi ikipunguza joto ama iongeze joto, inamaanisha unyevunyevu tunaopata pia unabadilika. Kwa hivyo vile ambavyo umetutejea kwamba katika maeneo ya pwani pia mvua umesema itachelewa ama itakwisha mapema? Itachelewa, lakini itaenda mpaka mwezi wa 6. Kwa hivyo inachelewa kwanza lakini itaendelea kwa muda mrefu. Yale maeneo ya mashariki na kaskazini mashariki ndio itachelewa kwanza na pia itaisha mapema, hasa maeneo ya kaskazini mashariki. Kwa hivyo ni lipi lingine ambalo tulitarajie kuambatana na hizi mvua ambazo wengi wanazisubiri? Tunatarajia kwamba katika huo msimu mara nyingine tutapata ile mvua kubwa, hasa maeneo ya magharibi na maeneo ya kati mwa nchi. Tutapata siku zingine tunapata mvua kubwa zaidi, na tutakuwa pia na pengine
wakati tunapata hakuna mvua kwa muda mrefu. Na wale watu wa magharibi mwa nchi, hii mvua kubwa ikija itakuja na gurumo na radi. Kwa hivyo wale watu wa magharibi mwa nchi wachunge sana sana radi. Najua maeneo ya kisiwa tunasikia watu wamekufa sababu ya radi. Sasa tukianza msimu au ndio mambo tutatarajia pale magharibi mwa nchi. Kwa hivyo unaposema kando na radi, unaposema kwamba mvua itakuwa nyingi kwa kiwango kikubwa, ina maana kwamba huenda tukashuhudia pia mafuriko. Mafuriko yatakuja, but si ile itakuwa siku mingi. Utapata kama kumenyesha leo, siku moja mvua imekuwa kubwa sana, kama Nairobi tutaweza pata mafuriko, ama yale maeneo ya magharibi pia yatapata mafuriko. Pia maeneo hivi ya Budalangi yale tumezoea na mafuriko, kwamba ile magharibi mvua itakuwa nzuri, kwamba tunaweza ona yale mafuriko ya Budalangi yakianza. Leo studioni, mtazamaji, tunaangazia utabiri wa hali ya anga. Umeona kwamba leo hatuja kuuliza swali, kwa hivyo tunatarajia maswali yako tuweze kuyajibu katika awamu ya pili ya taarifa hizi za jukwaa la KTN, tukiwa naye Emma Mwangi ambaye ni mtabiri kutoka shirika la utabiri wa hali ya anga humu nchini. Tuelekeze maswali yako na kisha tutayajadili muda usiokuwa mrefu, akiwa anatueleza tutarajie nini, ni maeneo gani ambayo huenda yakaathirika, ni vipi ambavyo tunaweza kujikinga. Hayo na mengine mengi ni katika sehemu yetu